Tukitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, hatumpatii askofu, hatumpatii Mungu, tunafanya hivyo. Hatumpatii binadamu, tunafanya hivyo kwa sababu ya Mungu. Si ni kweli? Kwa hivyo kanisa lenu la headquarters pale, nimeambia askofu ya kwamba nitawatumia milioni 10 ya kuendelea na kujenga hiyo kanisa, hiyo headquarters. Na nawashauri hawa viongozi wenzangu wengine wote pia wachangie, na hata nyinyi wananchi mchangie, kwa sababu tukimtolea Mungu hatumtolei binadamu. Mungu anasema mnijaribu, try me, na mtaona vile mambo itafanyika. Mimi ni shahidi ya kumjaribu Mungu na amenitendea mambo makubwa sana. Tunaelewana jameni? Pia nimesikia hapa, kwa sababu kanisa na serikali inafanya kazi pamoja, tuko na mpango mkubwa ya mambo ya afya. Munaelewa, mimi nilisema wakati nilitafuta uongozi wa Kenya ya kwamba tutabadilisha mambo ya matibabu. Ya wananchi wengi wanapoteza maisha yao kwa magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa. Wengi wao wanakosa kwenda hospitali kwa sababu hawana hali, hawana namna, hawana mali, hawana pesa. Na ndio tukabadilisha, tukasema mambo ya matibabu sio starehe ya watu matajiri na watu wenye uwezo. Afya tunataka iwe ni haki ya kila Mkenya, vile katiba ya Kenya sehemu ya 43 inavyosema. Na ndio sababu hiyo tukaleta mfumo mpya ambayo ni universal health coverage, yani afya kwa wananchi wote bila ya kujali wako na kazi ama hawana kazi, wako na pesa ama hawana kazi, wako na mali ama hawana mali, wote wapate nafasi ya kutibiwa. Na ndio sababu hiyo tumesema kila mwananchi wa Kenya ajisajili pale kwa SHA. Wananchi wa hapa Narok 1382 tayari wamejiandikisha.